Kwa jamaa mmoja alikuwa anakuambia kwamba ukikutana na mraibu unaweza kumfungia ndani. Yaani kwamba usitumie, lakini siku ukimkuta pale ndani unamwonea huruma, bora umpe tu atafia. Exactly, kwa sababu utaona hivyo kwa sababu ya akikosa si anaumwa. Anaumwa kabisa, yani kama ni homa na nini, ndo hali ambazo za withdrawal symptoms zile tunaziita. Lakini si zile mimi aziwi. Arresto ayui hata siku moja. Labda kama mtu alikuwa na maradhi mengine, labda alikuwa maradhi mengine, alafu ikawa yale maradhi ndo akapelekea kufanyaje? Yeye kufa. Lakini inatesa. Lakini arresto ayui. Ni maumivu, inatesa kwa sababu ni maumivu ya akili, mwili na imani. Tukio gani hasa umeshalifanya yani huwezi kulisahau? Yani ukilikumbuka tu hivyo mwenyewe unasema kweli yani hivi vitu vilinifanya mimi sana matukio mengi ambayo nikikumbuka siwezi sahau. Na matukio mengi sana, sio moja. Yani na manyago kibao. Na manyago kutisha kidogo. Na manyago kibao sana. Sasa nafikiria, nimekwambia nayo mengi. Sasa nafikiria ni tukio lipi siwezi kusahau. La maumivu, sio? Naam. Mimi na tukio ambalo lilinipa maumivu na kuingia kwenye migongano na wadogo zangu ambao nimewapita kiumri sana. Unajua hamna aibu kama kuadhibiwa na wadogo zako. Yani madogo waliamua kukuadhibu. Hiyo ni, lakini pia ninashukuru kwa sababu ni moja ya matukio ambayo yalinifanya mimi sasa nione kweli na tatizo na hitaji mabadiliko. Nimefika mbali. Ilikuwaje? Nimesha polisi, magereza, maabusu ile naenda narudi, au sio? Vichapo vya raia huko nje. Lakini unajua watu wa familia, damu yako, tumbo moja, mama mmoja, alafu wakubananishie mahali usitoke. Alafu ilinikia, nilijihisi aibu sana, nilijihisi wa chini sana, na nilifikia hali ya kukata tamaa na yale maisha nilikuwa nayaishi. Ulifanya nini hasa? Yaani nini mpaka familia ikaamua kuungana sasa hivi tukuweke vizuri? Familia ilikuwa, kwa sababu nilikuwa sitakiwaje pale, afu nalazimisha kuja nyumbani. Nilikuwa sitakiwi, afu mimi nalazimisha. Walishakwambia usije nyumbani kabisa. Lakini mimi sinasema sikwetu wote, kwenu. Si mshanelewa. Na ulikuwa ukija nyumbani unawaliza au ilikuwaje? Hiyo si kawaida bro. Ukishakuwa unatumia vile vitu unakuwa na ubinafsi wa hali ya juu. Ukishakuwa unatumia vile vitu, yani wewe kipaumbele chako ni kupata pesa ukatumie, wewe haujali utamuumiza nani, na wakati ule unafanya vile vitu hauko katika utimamu. Yani kuna vitu kama vile mimi leo yani siwezi na akili yangu kufanya. Yani kuna vitu kama kabisa hii aibu, leo na nishai. So ukiwa unatumia vile vitu nishai inafanyaje? Inaondoka kwa sababu nimekuambia unaumwa akili, unaumwa roho, imani, na unaumwa mwili. Watu wanaona tu mwili, lakini pia imani inauma. Unakuwa emotions, hisia pia zinauma, na akili, kwa hiyo unakuwa confused. Yani unakuwa katika kitu sio abnormal, yani sio normal, yani ile ni abnormal, sio hali za kawaida. That's why yani unafanya maamuzi bila kuangalia matokeo. Ushaelewa? Namna mtu atakuvumilia kila siku. Kwa hiyo nilikutana nao, yani shatoka zangu huko, najua ni baridi, kuingia nikutana nao. Pia nashukuru kwa sababu ndio imenifanya leo kuwa hapa, vitu kama hivyo na mengi sana, lakini hilo liniumiza kwa sababu ni wadogo zangu sana. Wadogo zangu nimewaogesha, nimewanawisha mavi. Si umeshaelewa? Alafu unachoka na madawa wenyewe wanakuwa. Watoto asubuhi wanapiga punch bag hapo, wananyanyua mawashi. Piga mapusha hapo, jasho zinawatoka. Umefika. Wenyewe watumii kilevi yote, wanakula mayai matano asubuhi, si umeshaelewa? Afu mimi nazidi kuchoka. Mimi naona brother kazidi sasa. Huyu anafikiria yeye atumwezi huyo. Tumkomeshe. Pia nashukuru kwa sababu ile pia ilinigongesha mwamba. Niliona imefikia hatua hii. Yaani kama niliamka usingizini, imefikia hatua hii. Watoto ni wakunifanyia hivi. Na hakuna kukutetea hapo. Nobody cares, sio? Nobody. Na nilijitetea mwenyewe.
Niliparangana wakaniachia, ila sasa waliponiachia wao ndo wakanikimbiza. Kuna aliotoka na rungu, mwingine katoka na mawe, na mimi nimeokota mawe nimewarudisha, lakini wao ndo wakanilasi wako wengi. Mimi mawe mawili nikiarusha anakuja 6-7. Walikuwa kama zamani leo hii ninyuma bora pale ndani ya geti. Yaani nilitolewa mpaka nje ya geti, yaani mimi ndo nimezidiwa natolewa nduki. Majirani wanaona brother madogo anamtoa wangu. Sio, umeshanielewa? Ni katika tukio ambalo pia ni sababu ya mimi kubadilika, kwa sababu hiyo ndio niliona aibu. Aibu zimenitokea nyingi, lakini yeye niliona aibu kwa sababu ni wadogo sana kwangu. Na waona wanakuwa, naona wanazaliwa miongoni mwao, yani nimewabeba 40 na mtoa huyu. Naambia watu mpe jina hili. Mtu alina akili, sio? Afu wanakuwa mwisho wanakuwa zibu wewe brother. Lakini nashukuru pia ile ni sababu ya mimi kuwa hapa nilipo, kwa sababu leo wao wenyewe wanajua sio leo brother kweli, sio brother jina. Ni kweli. God is never late brother, sio? Nakubali. Mungu akisema kuwa inakuwa. Sisemi kwamba mimi ni mjanja sana kupata mabadiliko, kwa sababu wengi wanakufa kwenye hiyo njia, ila naweza sema mimi ni miongoni mwa watu ambao Mungu kawachagua. Labda ushuhuda wangu leo uweze kumsaidia mtu mwingine hapa, sio? Na kwa jamii. Hiyo ni kwa familia. Na kwa jamii sasa ile ambayo inakuzunguka. Tukio gani ambayo ushapiga pale mtaani wakasema hii bwana nishashikwa mahali nikapigwa na sungusungu, alafu nikawa nataka kuchomwa moto usiku hiyo. Alafu kuna maaskari walikuja, afu wakawa wananiacha tu pale, au sio? Kwa sababu walikuja waelewi wanaona ni fujo au ni nini. Ni kuna mmoja nikamuita kwa jina lake, ni Ustiri anajua huko aliko. Nikamuita kwa jina lake akashtuka, labda leo ndo atajua kwamba ni nini. Wakati huo mimi kuna ndugu yangu pia amepata matatizo ya afya ya akili. Alikuwa ni driver taxi pale mjini, maaskari wengi anawabeba. Lakini baadaye alipata matatizo ya akili. Yeye sio mtu wa vilevi kabisa. Ni alipata tu ugonjwa wa afya ya akili. Nilipomuita kwa jina lake akageuka naye akaniita jina la ule mdogo wangu. Ni mdogo wako? Yaani yule askari, mimi nataka napigwa sana, nimeshaumia, nataka kuchomwa. Kwa wale maaskari walivyokuja nikamuita jina askari, mimi namfahamu yule askari. Alafu yeye akaniita jina la mdogo wangu ambaye anajua na matatizo ya akili. Kwa hiyo akaingia kunitetea na kuzuia watu wanaolia huyu kichaa. Kumbe mimi mteja nimeshikwa na vitu vya watu. Pale mimi nilikuwa nakufa siku hiyo. Lakini kwa yale matatizo ya mdogo wangu ya afya ya akili na historia yake nzuri, sababu ni mtu ambaye alikuwa karibu na askari hapa mjini, wengi anawabebaga usiku, twende hivi, sehemu za starehe. Yaani alikuwa anawaheshimu. Hata akisahau kitu chao ni mwaminifu, anawarudishia. Kwa hiyo alikuwa na heshima yake, na thamani yake. Thamani yake ndio iliniokoa siku ile. Nilionekana mimi ni yeye, kwa sababu sisi tumefatana. Tunafanana alafu. Na vile nimeburutwa, unajua unapigwa viatu hujui kwa wapi, sio imetokaje viatu, nguo imechanikaje. Yaani sio kwamba mtu amekuja akachana nguo, lakini nguo inachanika. Unapigwa hadi sasa usikii maumivu, naomba maji ya kunywa. Katika jamii hiyo kitu ndo nilikutana nayo. Pia ni sababu pia kuona sasa mbona nakufa kweli kama watu wengine wanavyokufa. Kumbe hii ni mkolikolie. Maana nimeshaambiwa na wazazi sana, nishasemwa sana, nimeshaikuwa vikao sana. Sio, umeshanielewa? Hilo ilikuwa salama yangu. Basi wale asingetokea yule polisi ilikuwa ndo mwisho. Ilikuwa ndo labda mwisho wa uhai wangu. Kwa hiyo kwenye jamii pia hiyo, unajua mwanzo unaanzaga raha bado mtazameni, una maperfume nini, una geto nini, unavuta ile smart lakini kila siku ile kitu inaenda kufanya kuwa mbaya zaidi, kuchoka zaidi, sio? Kuanzia mwili, akili, imani, sio? Sababu ni kipindi chote cha maharibiko. Sikumbuki mimi kusali labda nikiwa magereza, na nilikuwa nasali kumwomba Mungu tu nitoke, sio kwamba nasali hata nini vipi. Lakini nikitoka narudi vile vile. Imani inapotea kabisa kusema unamkumbuka Mungu. Yaani ile tunaomba kwamba kuna mtu anayeongoza hii dunia ambaye tunatakiwa tumwabudu, tumshukuru kila siku. Ile mimi yani ilipotea kabisa, imani ilifilisika kabisa. Sawa. Naam, mtazamaji, naamini unaendelea kujifunza mambo mengi kupitia diary hii. Hii ni page ya 3 na niko na Bwana Hassan Ali ambaye yeye ni mkurugenzi wa Surrender for Freedom Treatment. Hii ni soba ambayo vijana wengi wako hapa, lakini yani ni kusaidiana. Maana yake nikisema yeye mwenyewe lakini kwa pamoja. Ukiona namna wanavyoishi, maana yake wanasaidiana. Kuna swali moja nitamuuliza baadaye tukifika hapo kwenye soba. Mimi natamani kujua brother. Tumeongea mengi.
na nikushukuru kwa kutufungukia, na mimi kila mmoja amefahamu. Ni siku gani au ulifanya nini ukaona sasa hapa jamani, mikono juu, mimi naombeni nisaidie? Kuna siku moja kuna tukio moja lilitokea, nilipigwa niliingia kwenye nyumba ya ibada. Napigwa sana msikitini. Sijawahi kuchukuaga kitu pale, lakini nikajaribu kutaka kuiba kwenye safe. Nikaonekana kwenye kamera, watu wakanifuata pale, walinipiga sana, walinipiga. Mwaka gani ilikuwa? Hiyo nadhani ndio hiyo inaenda 2018. 18. Hiyo siku nilipopigwa nilibahatika kuchoropoka, sababu walinifunga kamba, baadaye wakawa wanasubiri waje kamati pale wajue naenda polisi au nauawa. Wananiambia utakukata mkono, tena mwenyewe si Muislamu. Chukua sheria kukata mkono. Mungu ana sababu zake. Ulikuwa ni msikiti wa nyumbani au ilikuwa ni nje? Mtaani, mahali inajulikana kabisa. Wanakufahamu kabisa, mtoto wa fulani. Sio mbali na mjini, na nilijitambulisha baadaye. Kwa hiyo ilikuwa ni aibu kubwa sana kwangu, kwa sababu wakati nakimbizwa, mwizi, nikaingia kwenye nyumba ambayo ni ya family friend, ndio ikawa salama yangu. Na baadhi ya wazee kwenye ile familia ni wazee wa kamati ya huo msikiti. Kwa hiyo wakawa wananiombea radhi na nini maadamu sijachukua kitu yote, sio? Naam. Yaishe tu, yana matatizo, yuko sawa. Sasa ikawa rumors, yani imefikia tu hadi kwenye paka kwenye msikiti. Ile roho iliniuma. Alafu hiyo siku niliumia sana kiasi kwamba nilikuwa nachechemea. Kuna mtu alinipa bakora, ndo nikana natembelea kama siku 2 nzima. Siku moja usiku nilipita mitaa nyumbani pale, Maza akaniita, nilipewa simu na Maza niongee, na nadhani kuna stories ya kuhadisia. Nilikuwa na mke na tulitengana kwa ajili ya hivi vitu, na nilizaa naye mtoto. Kaka, yaani ukiwa na hali ile lakini ulikuwa na mke? Hapo sasa tushatengana naye. Yaani hali ilivyokuwa mbaya nimetengana naye. Nilimuoa nikiwa sina hali ile. Lakini ulikuwa unatumia. Nilikuwa natumia hizi sio hard drugs, sio hizi drugs zingine za kawaida. Kwa hiyo baadaye na ilikuwa ninatumia. Ukimaanisha nini? Heroin, cocaine. Ulifika hadi kwenye heroin? Ndio, mwanzo sizikuaga bangi, mirungi natumia, maana zote ni madawa. Saa nyingine naacha. Ndio hiyo kipindi nimeoa, nimepata mtoto, tuliishi hapa, tukahamia Dar es Salaam. Tulikuja kutengana Dar es Salaam sababu familia yake ilikuja kujua mambo yangu. Lakini wakati wewe unaishi naye, yeye hukumshawishi yeye atumie? Hapana, kwa kweli sikumshawishi, kwa sababu unajua, kwanza nikuambie kitu kimoja. Yaani hamna mtu anashawishiwa bana, mtu anaamua mwenyewe, kwa sababu ile ni hela, ujue. Vile vitu ukiwa unatumia unanunua kwa gharama, ni gharama kubwa kwa maisha yetu sisi ya Kitanzania. Tena wakati mwingine ukiwa mtu ni jobless, sio? Hujajiajiri, hujaajiriwa. Kwa hiyo ni ngumu sana kumpa mtu hela. Ni tofauti na bia, mtu atakwambia piga moja, sijui mpiga 2, au sio? Au bangi ile 500 atakutembezea. Lakini madawa kulevya mtu akutembezei. Hiyo ulikujaga ukahama Arusha ukaenda Dar es Salaam? Nikaenda Dar es Salaam huko nikiwa na mke. Naam. Kaa huko hivyo, naacha narudia, naacha narudia. Naacha kwa muda mfupi, lakini narudia. Mwisho ali give up yeye, na familia yake ilijua pia. Tukaweza kutengana. Kwa hiyo maisha yangu baada ya pale ndio yakaja akawa mabaya sana, kwa sababu nilikuwa na maumivu mawili ya kuvunjika moyo, kuachana na mtu ambaye bado nilikuwa nampenda, lakini pia mateso ya ule uraibu. Sasa narudi huku wakati wa hilo tukio, siku za baada ya siku 1 2 niliongea naye kwenye simu. Kwa hiyo kilichokutoa da kukurudisha huku ni nilishaachana na mke, nikamwacha kwenye nyumba, nikaishi. Yaani wewe ndio uliondoka nyumbani? Nikaishi mtaani, au sio? Baadaye nimeteseka mtaani muda mrefu Dar es Salaam. Sikia hatua, yani ni mtu analala kwenye maboksi. Madago, kama umesikia madago. Tunalala kwenye madago. Maisha ya mateso sana, tabu, shida, mvua, mke nyumbani. Tushaachana, sio tena mke. Mwanamke. Na niliandika talaka moja kwa matumaini kwamba nikibadilika tutarejeana. Tena story ya kuachana kwetu. Yaani Mungu tu alipanga pia. Unajua kuna vitu destiny tuseme, sio Islam tunasemaga qadar. Labda ndo mwisho wetu Mungu alipanga pale. Na pia huenda
maumivu yale ya kuachana pia yalikuwa ni sababu ya mimi kufanyaje, kubadilika. Sasa narudi sasa, sababu ya mimi kuacha, alinipigia simu kunisihi, alafu mwisho akaniambia basi usiache kwa ajili yako. Hivi umfikirii huyu mtoto? Acha basi kwa ajili ya mtoto, leo ukifa. Maki alikuwa anasikia matukio yangu mengi. Okay. Sasa na hiyo tukio ilikuwa ni baada ya wewe kwenda msikitini pale kuchomoa vitu. Sasa yeye aliomba tukaongea na mimi kunisalimia na kujaribu kunisihi kama nitasikiliza hata kama tumeachana na nini, lakini niachane na hivi vitu kwa ajili ya nani? Mtoto. Bro, hiyo siku mimi nilikuwa natumia na vitu nimenunua vya kutosha, natumia matakataka yangu yale, au sio? Lakini nilikuwa hata nikiyatumia siyasikii kwa sababu nilikuwa na mawazo sana. Kweli nawaza siku sipo, yule mtoto anakuwa na baba. Hicho kiliniumiza na uwezi amini. The next day mimi naamka asubuhi, mimi naenda kugonga geti kwenye nyumba upataji nafuu Boma Ng'ombe Moshi mwenyewe, na sijafunguliwa mpaka usiku, sijafunguliwa maana hizi nyumba inatakiwa uchangie, au sio? Na pia mimi na historia ya kuingia kwenye hizi nyumba nikiwa ninasaidiwa na watu kuchangiwa, na kama mwezi naondoka, wiki mbili naondoka. Haijawahi kufanyaga kazi. Nilikaaga sana miezi 3 Zanzibar. Au sio? Tena hiyo mama yangu mwenyewe alinisindikiza hadi Zanzibar, nipeleka huko. Hiyo mwanzo, au sio? Hata hizi nyumba walikuwa wanaona huyu mtu abadiliki, hata akisaidiwa atakaa siku 2-3. Kwa hiyo kama vile walikuwa wanapima nia yangu, I don't know, au sio? Lakini pia pale uchumi haukuwa mzuri. Kwa hiyo wanataka nitafute mtu ambaye ataweza kunisupport kuwa mdhamini wangu. Kwa hiyo walikusikiliza wakakuacha nje? Bro, nimenyeshwa na mvua hadi asubuhi. Alafu kuna jamaa mmoja, yeye sio mwenye nyumba, ila ndo aliongea na mimi kwa getini, oya wewe si mteja, si unajua Madago? Kusikia Madago, alafu kweli mimi mtu wa Madago. Nikaona hadi soba wananikataa. Nilinyeshewa hadi azana, nimenyeshwa na mvua, alafu salama yangu ikawa msikitini pale. Si unajua si ni expert manipulator, tukiwa tunatumia ile vitu. Nilijidai mimi ni mtu ambaye nimesafiri, nimekatikiwa na safari njiani, alafu nimetoka mahali kwenye biashara, nimetapeliwa, yani kama mtu fulani nahitaji msaada, sio wa kifedha, hata kuingia pale mvua imeninyeshea. Kwa hiyo nikasali alfajiri pale kwenye ule msikiti, lakini sikuondoka. Asubuhi nikarudi, nguo zilivokauka kama nilipewa msuli, nguo zangu nikazikamua, zilivokauka nikazivaa, nikarudi pale nikakaa tena kuanzia asubuhi mpaka usiku ndo nilifunguliwa. Tena kuna mshikaji ni rafiki, Mungu ampe maisha marefu, brother, anajijua huko ananisikia. Alijitolea kunilipia, au sio? Na alizungumza na mimi kwenye simu akaniambia mwezi mmoja tu mimi. Nilimwambia ada ni 200,000 kila mwezi, lakini mimi ukilipa 200,000 hao wananisaidia hadi nipone. Hata miezi 6 mwaka nitakaa. Akaniambia kweli, hebu wape. Nikamwambia sasa mimi nitatuma kesho hela yake mruhusuni. Kwa na mimi sikutaka yale mazungumzo ya marefu. Nikawahi kupokonya ile simu nikaingia. Sema sasa mienendo wangu ndio ilifanya niendelee kubakia pale. Kwa sababu the next month alipiga jamaa simu. Jamaa akamwambia mimi aliniambia 200,000 tu, hiyo sina uwezo zaidi. Si umeshanielewa? Kwa jamaa kutokana na tabia yangu ilikuwa inaonyesha ni ya mwelekeo wa kubadilika pale ndani. Unania ile. Kwa hiyo na yeye aliweza kunistahimili. Wakati mwingine alikuwa anampigia bi mkubwa, unajua kisha kuwa sehemu sahihi. Mzazi ni mzazi. Kwanza mzazi wa kike akati tamaa. Kabisa. Mzazi aliniomba namba za simu nikampa za mzazi wangu. Akawa anapiga, saa nyingine mama anatuma kidogo kidogo. Yaani kama kuchangia tu. Hana fresh. Sasa anambia nitamtoa, mwanzo anambia mtoe, kwani katoka kwangu huyu jamaa. Anaona sasa huyu hata nikimtoa mama yenyewe ameshamchoka. Bora nikae naye tu. Shout out sio mjombaji, sio huko aliko, na mheshimu sana. Kwa sababu leo niko hapa mimi zao lake, sio? Leo nasi tuna nyumba 2 na mimi nasaidia watu kama yeye, sio baada ya kupita kwake. Ulikaa miaka mingapi? Manake bwana, mimi ninachofurahiaga ukija kama hapa ndio anakuambia ni miaka 2 na siku kadhaa. Exactly. Yani anajua siku zake. Exactly. Wewe ni ulikaa miaka mingapi? Mimi pale ndani ya nyumba kwa sababu ni mtu ambaye nimeshaingia nimetoka, nimeingia nimetoka. Mimi bro, huwezi amini, na sisemi mtu aniigilizie mimi. Kwa sababu mimi nimeanza kuingia kwenye hizi nyumba za upataji nafuu. Hazipo huku kanda kaskazini, Dar es Salaam bado, Zanzibar ndo zilikuwa pekee. Kwa hiyo kuna information ilikuwa tayari, kuna mbegu watu walishaipanda ya ukweli kwamba wewe njia ni hii tu, hamna njia nyingine. So huu muda niliokaa pale ilikuwa kama kurudi kujiangalia wapi huwa najikwaa. Kwa hiyo miezi 9 ilitosha mimi kujitazama.
miezi 6 I mean. Lakini ile miezi 6 hii programu yetu inaendelevu. Mimi nimetoka pale miezi 6 pale ni nyumbani. Hata tarehe 2 Aprili na celebrate 8 years clean, naenda kucelebrate pale na nimewaambia itabidi twende hiyo. Naenda kucelebrate pale kwa sababu pale ni nyumbani. Kwa hiyo hata nilipotoka mimi pamekuwa ni nyumbani, ni mahali narudi mara kwa mara. Umeshanielewa? Ukisema 8 years clean manake ni miaka 8 ya usafi. Miaka 8 bila kutumia. Tarehe 2. Leo ni tarehe 20 ngapi? Leo ni tarehe 27. Mungu anipe uhai, ni siku chache zimebaki, nadhani nafika miaka 8 bila kutumia kilevi cha aina yoyote kwenye maisha yangu. Maana leo unaona hadi tuna friji nini. Bwana we. Lakini pia maisha haya yamenipa zawadi nyingi sana. Lakini ahadi niliyoahidiwa mimi ni uhuru kutoka kwenye madawa kulevya. Nitapata uhuru nikiishi program niliyojifunza kwenye hizi nyumba. Lakini kwenye huo uhuru kuna zawadi nyingi. Uhuru nimeupata ndio huu, unaishi bila kutumia siku moja kwa wakati. Lakini zawadi ni nyingi. Siku leo Samu, mimi ni mtu ambaye nakaa kwangu. Na mimi na usafiri wangu, naingia Sheli. Na mimi napambana, nalima, nafanya biashara tofauti na bado nasaidia watu. Lakini pia Mungu amebariki, nimefunga ndoa, na kwenye maisha haya usafi Mungu amenibariki watoto wengine 2, au sio? Wewe ukichanganya na ndugu yao wanasemaga one promise many gift. Na niko na watoto wangu wote. Safi kabisa. Niko na watoto wangu wote na wawajibikia, kwa sababu moja ya vitu nimefundishwa kwenye hizi nyumba na mimi napaswa kwa wengine ni kuweza kubeba majukumu yangu. Kwa sababu kwa kukimbia majukumu yangu ndo nilikuwa na jitengenezea matatizo yangu mwenyewe. Kwa sababu from the beginning nilikimbia majukumu yangu. Majukumu ya kwamba wewe ni mwanafunzi, majukumu ya kwamba uko chini ya wazazi, majukumu unatakiwa usome sasa hivi. Nilianza kuyakimbia na kukaa maskani, kukaa na watu wameharibikiwa. Mimi ninachotaka kujua Maono, kwanza uniambie, baada ya kutoka soba, watu walikuamini? Haikuwa rahisi bro. Ilikuwaje maisha baada ya kutoka? Mimi kitu kilichonisaidia, na watu wengi Sam sikufichi wanaumia kwa sababu wanatoka na matarajio makubwa kupita kiasi, kwamba kwa sababu nimeacha basi kila kitu kitakuwa. Mimi nilikuwa nagonga saa nyingine kiberiti cha kuwashia gesi geto ya dogo, na katwa ni shai. Naomba anajua anaenda kuwasha. Wewe unafuata nini aisee? Sijui umeshanielewa. Sikuaminiwa kirahisi. Hata kuna siku moja mimi nakumbuka mzazi wangu, maka nilirudi mimi nyumbani pale, nilipewa chumba ndo naanza maisha, au sio? Nilikuwa nimezunguka siku hiyo na Toyo Mission Town, nilikuwaga napiga debe stand pale nipate riziki, au sio? Saa nyingine naenda saidia fundi, nilikuwa na rafiki yangu mmoja fundi, au sio? Mpaka leo ni rafiki yangu. Nilikuwa naendaga naye site. Nimezunguka nimetembea na Toyo siku hiyo sana, kwa hiyo macho yakawa yamepulizwa sana na upepo, vumbi. Nimerudi nyumbani naambiwa umetumia. Lakini mimi nilikuwa nawaambia kama nimetumia ni mimi naharibu maisha. Yani nilitoka bila matarajio. Yani sikutarajia kwamba ati watoto watanifanyia karamu, ati nimetoka, ati nimebadilika, watanifanyia sherehe, kwa sababu mimi ni mtu mzima, nimeharibu maisha yangu, ni jukumu langu kutengeneza maisha yangu, sio? Kwa hiyo taratibu nilianza kujikongoja kwa kuishi pale nyumbani, taratibu nikatoka nikaanza kupanga kwangu, au sio? Taratibu nikarudi kazi zangu za porini, pata riziki kidogo, maisha yanaenda hivyo hivyo. Taratibu baadaye swala la kuja kwenye taasisi mimi sikuwa nafikiria. Nilishapataga niseme ni ajira muda mfupi kwenye shirika moja la THPS la peer educator. Tunaenda maskani kufuata waraibu, kuwashawishi waweze kupima afya zao, hasa wale wa sindano. Na mimi dakika za mwisho niliamiaga hadi kwenye sindano kwenye matumizi yangu. Kwa hiyo ilikuwa access ya kuwafikia ni rahisi, kwa sababu nilikuwa mtumiaji. Nilikuwa nalipwa ndo mwanzo nashika 30 kwa siku. Ilikuwa riziki, au sio? Mtu anaweza kuvaa nguo nzuri na nini. Kupitia ile kazi nikajikuta mbona hawa watu mimi natamani niwasaidie. Kuna mzigo fulani. Kwa hiyo sio tu kwenda kuwachukua kuwapima, lakini saa nyingine nawaonyesha mbona mimi nimebadilika, hata nyinyi mnaweza. Lakini pia nilikuwa kitokea mtu ana shida au familia ananiambia kuna mtu wao ana shida, kwa kuniona mimi, unajua tunavutia kwenye jamii tukibadilika. Basi mimi moja kwa moja na waelekeza nini cha kufanya. Na wapelekaga watu kwa jamaa yangu kule. Na wapelekaga. Baadaye kuna mshikaji alifungua nyumba hapa Leganga. Ndio sababu ya sisi kuanza hizi huduma. Huyo mshikaji nyumba ilikuwa haina watu. Ni bwana mmoja, familia yake na uwezo, walimkodishia nyumba, wamemwekea vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya kusaidia watu, kwa sababu na yeye alikuwa anatumia. Japo alitoka na kama miezi 9 ndo akaanza hizo shughuli. Sasa hiyo mimi na karibu miaka 2.
miaka 2 naenda mitatu. Yule mshikaji alifunguliwa ile nyumba ya usafi ndio mwanzo wa kuanza. Kwa hiyo alipofunguliwa ile nyumba, mimi ndo mtu wa kwanza kuanza kumletea client. Namletea pale client, saa nyingine natoa darasa pale, unajua kile nilichonacho na mimi nakitoa. Tuna mikutano yetu fulani ya ushuhuda, saa nyingine nazungumza na mimi ushuhuda wangu wapi nimetoka kuatia moyo vijana. Baadaye yule kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja ndo alioniita pale. Yeye alikuwa ni manager, akaniomba nije tushirikiane kama assistant, au sio? Kwa sababu aliona mwenyewe hataweza tushirikiane. Basi yule mshikaji tukaanza kushirikiana pale, manager, assistant, jamaa ndo coordinator yule, lakini yeye ndo ana clean time ndogo kuliko sisi. So tukawa tuna run kila kitu ndani ya nyumba. Ila kwa bahati mbaya jamaa akateleza, au sio? Muda wake ulikuwa mchanga, lakini akaanza kutumia, ikawa sasa ni changamoto kwa sababu mtu anatumia, tuko naye, tukamwomba apange. Amepanga, lakini sasa uendeshaji wa nyumba ikawa tena sasa ni changamoto kwa sababu tunashirikiana na mtu ambaye anatumia. Umeona, yeye anafikiria ada. Saa nyingine hizi nyumba tunasaidia watu. Yaani ilikuwa kuna time wakija kuna watu tunawaficha chini ya uvungu. Maana yake hawalipiwi, wamekuja kugonga geti wanaomba msaada. Wanania kubadilika. Kwa hiyo tulienda naye, mwisho ilikuwa ngumu. Baadaye akatokea mama mmoja ambaye kijana wake pia tumemsaidiaga akabadilika, tukamuomba sisi tuna changamoto hii na huyu mtu wetu na tunakuelekea sasa, hata huduma zinaanza kuwa sio nzuri, ni mbovu. Tukopeshe, sitakulipa baada ya muda. Yule mama aliwekeza kwetu, au sio, alitukodishia nyumba, ile nyumba yetu ya kwanza pale. Kama makubaliano turejeshe. Ilikuwa si mchezo kwa sababu tuliachana na ule anatumia, lakini tena na mama na yeye akawa anachukulia za business. So huduma. Kwa hiyo akawa tena anataka partnership. Na sisi tunataka tumrejeshe alichotupa, msaada aliotusaidia. Tukajikuta tunampa hela, sisi tunalala soba. Tumetandika magodoro yetu soba hapo, tunasaidia. Kila kitu tunafanya, yeye tunamtumiaga hela. Kama alivyotusaidia akakodishia miezi mitatu. Ila nyumba tulitafuta wenyewe kila kitu, au sio, yeye alifanya kulipa tu. Baadaye akawa interested kushirikiana na sisi, lakini shida sasa dhamira yake na kwetu ni tofauti. Yeye ameweka biashara. Yeye ameweka business zaidi. Au sio, saa nyingine akitoka akirudi au clients anawauliza mko wangapi? Mimi hata kwamba watu wako wangapi. Kuna vitu vilikuwa vinatokea kidogo vilikuwa vinatukwaza. Ana lose trust na pia ana blame wale watu wa free. Ikawa ni kama yule tu, au sio? Kwa hiyo sisi tukawa tunapambana tumrudishie tu hela yake ili tufunguane naye. Ilifikia hatua tumemrudishia hata mara 3 ya hela aliyotoa, lakini bado akawa anang'ang'ania. Ilibidi sasa mwisho tutashirikisha watu wa ustawi wa jamii na nini. Wao wenyewe walistaajabu, hizi ni huduma sio biashara. Sasa mtu anataka mnamfanyia, yeye anachukulia kama biashara. Kwa sababu huduma mtashindwa kutoa vizuri, watu watakuwa badala mjitanue mtabaki hapo hapo, mtashindwa kuhudumia watu wengi. Maana hizi nyumba pia kuna kiwango cha watu kukaa, utakiwa ujaze watu wengi, au sio? Sasa nataka tujaze tu watu, yani hamna akiba ya kusema tunahifadhi tujitanue zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku kupitia ustawi wa jamii yule mama tukamkataa. Alitusumbua mpaka kwa mkuu wa wilaya, anasema anadai. Lakini zile pesa zake za nzuri, zile pesa nyingi tulikuwa tunafanya kwa njia ya muamala. Kwa hiyo na yeye hiyo simu nadhani line ambayo tulikuwa tunafanyia muamala aliondoka nayo, simu tukabaki nayo. Lakini zilibaki kwenye simu, ilikuwa salama yangu. Wakati nimeitwa wito mimi nilitafuta tu ule ushahidi nikaprint zote. Akaojiwa hujai kupewa hela, anasema hajapewa, anadai kiasi fulani. Lakini ilivyokuja ile print ilipofika pale kwa katibu tawala nadhani alikuwa ambaye ndo msaidizi wa mkuu wa wilaya. Ndio. Yule akamwambia mama, mbona ndo jina lako hii hapa na namba yako ya simu? Sisi hatuna msaada tunaweza kusaidia, naonyesha alishakurejeshea. Kama unaona hapa hujasaidika, kate nenda kafungue kesi, kafungue shauri la madai. Lakini huo ushahidi mpaka leo mimi ninao. Kwa sababu hata mbele za Mwenyezi Mungu anajua. Kwa sababu sisi tumeacha tabia za zamani, tukizifanya tunarudi kule kule, sio? Kwa hiyo ndo tukaachana naye na kuanzia hapo sasa ikawa ndo nafasi nzuri ya sisi kuweza Navyosema sisi ni mimi na mwenzangu yule alikuwa manager, sio? Sawa kabisa. Mshikaji yeye ni msanii mwimbaji kama umesikia Blacklist. Kwa hiyo tukashikana vizuri ndo mpaka leo tuko hapa, tuna nyumba ile pale, tuna nyumba hii hapa na sasa hivi tuna ndoto ya kuja hata tusilipe tena kodi, hata tuje tuwe na nyumba yetu wenyewe tujenge. Kwa sababu lengo si tusaidie watu. Yaani ni commitment ambayo tumefanya. Hapa katikati miaka yote tunasaidia watu, fursa zinakujaga nyingi hata za kusafiri manchi za watu nini. Lakini ni kitu ambacho tumeweka kwenye mioyo yetu kwamba sisi kama tumesaidiwa na sisi tutasaidia watu mpaka mwisho wa maisha yetu.
Kwa hivyo bana Sam. Mimi Hassan ni kushukuru sana. Thank you bro. Na mimi hapa ni nyumbani, nimefika mara kadha wa kadha. Na leo nikatamani tuzungumze na naamini mimi nimepata kitu. Na naamini na kijana ambaye anatuangalia au anatusikiliza basi kuna kitu ambacho atakuwa amekipata. Sawa. Mimi niendelee tu kuomba uendelee kusaidia vijana wengine. Sawa. Wapo vijana wengi sana ambao wanatamani kupata kujua. Ndio. Lakini pia mimi, wewe Mtanzania ambaye unatuangalia, na naamini kuna jambo ambalo umelipata. Mimi nikushauri, fika maeneo kama hayo. Utaona watu, wewe ni mlezi, una mtoto kesho. Ukikutana na Hassan hapa atakupa nondo, utajua namna gani ukimwona mtoto wako hivi, namna gani ya kumsaidia. Sio tu, yani unajua watu wakisikia soba wanaogopa kufika. Exactly. Wanaona kama ni sehemu ya kutisha na nini. Lakini mimi nikutie chachu, fika. Hapa tupo Leganga, Usariva Leganga. Ukifika tu ukiulizia soba hapa, nahisi iko moja hapa. Ndio. Hata wakiuletwa chini manake ni sehemu moja. Ndio. Kwa hiyo mimi nikukaribishe sana Mtanzania, fika hapa, una ndugu yako, una mtoto wako, hata kama ni wewe mwenyewe unaona unahitaji msaada, basi ufike hapa, utapata msaada wa kutosha kabisa na mambo yote yataenda vizuri sana. Mimi nikushukuru kwa kuwa pamoja na sisi, nikutakie tena uendelevu mzuri wa kuangalia series zetu. Page nyingine inakuja. Nyuma ya kamera yuko Abisai, mimi ni Samuel Daudi, tunakupenda sana.